Jambo moja kubwa nililisema na nilipofika nalikumbushia tena hapa, tuweke maoteo. Mwaka 2028 tutaenda kwenye elimu ya lazima. Hello, ebana mambo vipi mwana universe, ebana mambo vipi Tanzania. Naitwa Mr. Mzawa wa Mzawa Media. Leo nimekuletea taarifa. Hii ni kuhusiana na kila ambacho amekizungumza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba. Taarifa ambayo ameileta kwa siku ya leo hii ni kuhusiana na elimu ya sekondari na elimu ya msingi kwa nchi ya Tanzania. Elimu ya sekondari siku zote ilikuwa ni kuanzia form 1 mpaka form 4, lakini kwa shule ya msingi walikuwa wanaanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Katika ufafanuzi wa Waziri Mkuu amesema kuwa elimu ya msingi kwa sasa itakuwa ni kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4. Kwa maana hiyo shule ya msingi watasoma miaka 6 na sekondari watasoma miaka 4, ambapo yeye amesema itaitwa elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4. Elimu hii ya msingi itakuwa ni ya lazima kwa kila mtu kutokana na kila ambacho amekizungumza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kilichozungumzwa na Waziri Mkuu ni kwamba kwa kuwa kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4 itakuwa ni elimu ya msingi na lazima mtoto aipate, hivyo ameeleza kuwa kwa kila kijiji ni lazima kuwe na shule ya sekondari. Ni tofauti na zamani ambapo ilikuwa kila kata ni lazima kuwe na shule ya sekondari. Kwa sasa kutakuwa na kila kijiji lazima kuwe na shule ya sekondari ili wale watoto waweze kuendelea na masomo. Ukiangalia kwa sasa kila kata kunakuwa na shule ya sekondari angalau moja, lakini kuna baadhi ya kata ambazo zimeextendi mpaka shule 2 hadi 3 kwa shule za mjini. Lakini kwa sasa hivi inaonesha asilimia kubwa kila kata kunakuwa na shule ya sekondari moja, ambapo hii kienda hivi na darasa ambalo limezungumzwa na Waziri Mkuu kwamba kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 kutakuwa ni elimu ya lazima. Kwa hiyo wanafunzi watakuwa wengi sana kwenye hizo shule ambapo kuna shule moja kwa kila kata. Ndio maana kaja na ufafanuzi akasema, tukiwa tunatekeleza mpango huu wa elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4, basi kila kijiji kitalazimika kuwa na shule ya sekondari ili kusiwe na mkusanyiko wa wanafunzi wengi katika shule za kata ambazo zilikuwa hapo awali. Taarifa hii nimekuletea pia na nimekuwekea ufafanuzi kutokana na kila ambacho amekizungumza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba. Taarifa hii ameitolea ufafanuzi hii kutokana na mtaala ulioboreshwa ambao unalenga kubadilisha elimu ya Watanzania na kuwafanya kila mtu awe angalau na elimu ya kidato cha 4. Taarifa hii nimekuletea, lakini pia bado kuna hii video nitakuacha uweze kumsikiliza aendelee kumalizia kila ambacho amekusudia kukizungumza, lakini baada ya hapo nitakutaka tukutane kwenye comment ili tuweze kuzungumza mawili matatu kwa kujadili. Lakini kama hujasubscribe katika channel hii, naomba nikualike uweze kusubscribe ili siku nyingine tukileta habari njema kama hii ziweze kukufikia kwa haraka zaidi. Asante sana, naitwa Mr. Mzawa. Jambo moja kubwa nililisema na nilipofika nalikumbushia tena hapa, tuweke maoteo. Mwaka 2028 tutaenda kwenye elimu ya lazima, elimu ya msingi ya lazima mpaka kidato cha 4. Miaka 10 itakuwa elimu ya msingi ya lazima. Na kama mpaka kidato cha 4 ni elimu ya msingi ya lazima, kwa lugha nyingine, sasa hivi tulikuwa tunasema kila kata iwe na sekondari. Ikishakuwa elimu ya lazima ya kila mtoto aliyeanza shule ya msingi lazima afike kidato cha 4, kwa maana nyingine wale waliokuwa wako shule ya msingi yote lazima wafike kidato cha 4. Kwa maana nyingine kila kijiji kitakuwa na sekondari. In a way tunaongea hivyo kwamba kila kijiji kinatakiwa kuwa na sekondari. Na kwa kuwa tuna darasa la kwanza mpaka la 7 kwenye maeneo ambayo hayana sekondari, maana yake kila kijiji kinatakiwa kiongezewe madarasa 3 ya kwenda mpaka kidato cha 4 kwenye hicho kijiji. Na kwa kuwa pia kuna ulazima wa madarasa 2 ya awali, kwa hiyo tuna madarasa 5 kwenye kila kijiji. Hatuwezi kumpeleka mwanafunzi wa
masomo ya awali akasomee kwenye kata. Tuwe mbele ya wananchi. Inajitokeza hata kwenye hizi shule shikizi, wananchi wanajenga shule shikizi kwenye maeneo ambayo hata sisi kama serikali hatujayapitia na kuona kwamba yanakubalika. Sehemu zingine shule shikizi zinajengwa kwenye maeneo ambayo ni ya hifadhi, maeneo mengine, sehemu zingine ni maeneo yenye migogoro, kwa sababu hatui mbele ya wananchi. Hebu twendeni tuwe mbele, tufanye maoteo ya mahitaji. Ninyi ndio mnaojua maoteo haya. Kwa karne hii ambayo nchi imefunguka, kila eneo linafikika, hata hii kuja kupata mahitaji ya madawati kama dharura, ili na lenyewe ni kwamba tu hatutembelei maeneo yetu. Hatupaswi kuwa na jambo la dharura la uhitaji wa madarasa wala madawati.